Hii movie hata kama umebonyeza kitufe kwa bahati mbaya tu, basi nikwambie kwamba hautojuta kabisa kuitazama. Balaa linaanzia mitaa ya barabarani tu, yaani kuna mwamba mmoja alikuwa katika gari amepokea barua rasmi kutokea serikalini ikimpongeza kushiriki mchezo wa kutembea umbali mrefu. Na huu mchezo wala hakuna aliyekuwa ameweza kulazimishwa, wote walienda kwa hiari yao tu. Serikali ilitangaza kwamba kutakuwa na mchezo wa kutembea umbali mrefu kwa siku 5, hautakiwi kupumzika. Mshindi atapokea pesa mingi sana zitakazomtosha kuishi yeye mpaka anakufa, wajukuu zake, watoto wake mpaka vitukuu. Lakini sharti la mchezo huu lilikuwa moja tu, tena baya kweli kweli. Ukipumzika basi unapumzika pumziko la milele. Kwa lugha nyepesi, utakapopumzika tu unapigwa risasi na kufa. Na idadi ya watu walikuwa wanahitajika ni watu 50 tu, na si mara ya kwanza mchezo huu kuchezwa, huwa unachezwa mara kadhaa tu. Miaka kadhaa iliweza kupita mchezo umechezwa na watu 50 tu wanashiriki. Na kuonyesha kwamba serikali iko serious na inafanya mambo yote kwa haki, basi tukio zima linarushwa moja kwa moja kwenye skrini siku 5 mfululizo, wote mnashuhudia matukio haya. Kabla ya mchezo kuanza unaruhusiwa hata kuahirisha ukarudi nyumbani, lakini mchezo ukianza, yani kipigwa tu filimbi twende, basi unatakiwa kwenda mpaka mwisho. Najua utakuwa unajiuliza ni serikali gani hiyo ya kipuuzi namna hiyo ya kuweza kuandaa michezo ya ajabu kiasi hichi, lakini ukweli uko hivi. Nchi iliingia katika vita miaka kadhaa iliweza kupita na inakabiliwa na umasikini na wimbi kubwa la mafukara katika nchi, lakini serikali haiamini kabisa kwamba wananchi wake wanapaswa kuwa maskini, bali inaamini kwamba ni wavivu tu. Hasa kila siku wananchi walikuwa wanalalamikia serikali kwamba itoi ajira, serikali na wanyanyasa, serikali imesababisha maisha magumu. Serikali ikasema tutakopo tayari kuwapatia pesa, lakini kwa sharti moja. Ndio ikaandaa huo mchezo na kusema kwamba tutatoa pesa, lakini unatakiwa kutembea siku 5 mfululizo pasipo kupumzika. Utakaposhinda basi utapewa pesa za kula wewe mpaka vitukuu. Haya, sasa tunaweza tukaanza movie, kwa sababu bila shaka nitakuwa nimekuelezea kwa uzuri zaidi na umeelewa nini ambacho kinafanyika. Mimi naitwa DJ Po na hii ni PVP Media Max. Kisha unagusa alama ya kusubscribe ili tuweze kwenda pamoja. Sasa huyu mshikaji anayefahamika kama Ray alikuwa ameambatana na mama yake kuelekea katika huo mshindano. Mama mtu anamsihi sana kijana wake kubadilisha mawazo kwa sababu anahofia atakwenda kumpoteza. Lakini bwana mdogo alimwambia mama yake kwamba ninakwenda, lakini nakuahidi kwamba nitarudi. Akawa amemkumbatia mama yake kwa kitambo kirefu. Mwisho wa siku jamaa akawa ameingia ndani ya mchezo. Lakini kuna mshikaji mmoja kutokea Tabata, Tanzania. Huyu mwamba naye aliendaga kushiriki mchezo huko. Jamaa mmoja hivi anaitwa Peter. Huyu jamaa akawa ndio rafiki wa kwanza huyu jamaa anayefahamika kama Ray. Katika matembezi haya yaliyoandaliwa na serikali walikutana na watu kibao tu ambao wamekuja kushiriki mchezo huu. Basi mmoja baada ya mwingine akawa anaitwa, na mwamba mmoja alikuwa amevalia nguo za kijeshi na kila mmoja akamvisha cheni ya utambulisho. Na wote walipomaliza kuvishwa hivyo vidani, basi moja kwa moja media akaanza kutoa matangazo yake. Nchi yetu bado haijapona kutoka katika janga la vita. Mitaa imeharibiwa, viwanda vimeharibika pia, na watu hawana kazi ya kufanya, wengi wanapumzika tu. Mimi kama media naamini kwamba tatizo katika nchi yetu si umasikini, bali ni uzembe uliopindukia kwa vijana. Media akauliza kwa mara ya mwisho kabisa, muko tayari kushiriki mashindano haya? Ndiyo mkuu. Lakini narudia kuwakumbusha kwamba utakapokuwa umesimama au kupumzika, utakuwa umepumzika mazima. Mwamba Mwaisa kutokea Tabata alibaki amedoa tu yani. Basi media akapaza sauti na kutoa oda za kijeshi akisema kwamba jamani wanajeshi, kama mlivyosikia hawa watu wamesema kuwa watatembea mpaka mwisho, na mimi kama kiongozi wa jeshi nasema kwamba atakayesimama na afe. Na kama unavyojua jeshi halinaga mbambamba, huwa jeshi linaongozwa na oda ama amri ya mkuu. Mkuu akisema yes ni yes, hakunaga no wala cha huruma. Ikapigwa risasi juu na tayari matembezi yakaanza. Mwanzoni kabisa mwa matembezi, si unajua tena mtu akisha kula ugali maharage ameshiba, mazungumzo yanakuwa mengi kweli. Bana we, nikipata pesa hizi na waidi jamani nitajenga bonge la kasino. Kila mtu alikuwa akieleza namna gani ambavyo atakwenda kuzitumia pesa zile moja baada ya mwingine. Lakini pia hata Mwaisa kutokea Tanzania naye akasema kwamba atahakikisha anajenga bonge la kijiji na ataoa wanawake idadi sawa kabisa na Mfalme Suleiman, lakini pia atakuwa na masulia pia kama idadi ya Mfalme Suleiman aliyokuwa nao. Kiufupi hataki kuzidisha hata kidogo. Lakini pia kuna jamaa mmoja aliyekuwa ni mwandishi wa vitabu akasema kwamba anaandika historia katika tukio hili zima. Atakapokuwa ameshinda pesa, basi anaahidi kwamba kitabu hicho kitauza, lakini pia atakuwa na pesa mingi. Lakini kuna bwana mdogo mmoja hivi anaitwa Kelly, alikuwa ni mtu wa kujichukulia sana sheria mkononi. Yaani huyu bwana mdogo kutumia kiganja ndio tabia yake bana. Sasa miguu yake kiufupi ni kwamba haina uloto wa kutosha, akajikuta tu mara miguu inaweza kuuma au inakaza. Ni huyu mwamba Ray
Ray akawa anamsaidia bwana mdogo anayefahamika kama Kerry kutembea, ila Peter kutokea Tanzania akasema, mwanangu, umeshaanza kusaidia watu ndio kwanza hata siku moja tujamaliza. Haya. Mwamba Ray akakumbuka kwamba kuna watu wanaitwa wahenga wanatokea Tanzania, huwa akisema jambo ni lazima litokee. Haraka sana akawa amemwacha huyu jamaa anaitwa Kerry. Lakini ile amemwachilia tu bwana mdogo Kerry, kumbe bwana Kerry alikuwa anatembea akiwa ameegemea bwana Ray, akawa ameweza kuanguka chini. Alijikongoja aweze kuamka, ilishindikanika. Dakika hizo hizo ikasikika mlio wa risasi, dogo akapoteza maisha. Haya sasa, wazee wa kujichukulia sheria mkononi, matokeo nadhani ndio hayo, sihitaji kuambia madhara yake, mshaona, twende kazi. Kama kuna mwingine amekaza tutamuona tu. Hii mambo haijifichi, yani utadhihirika tu, lazima muumbuke. Meja akatangaza kwamba wametembea kilomita 27, yani maili 17. Yani unaposema maili 17 unaongezea 10 mbele, ndio inakuwa ni kilometers. Hasa si umbali mkubwa sana kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, ni kama kutokea Mwenge mpaka Bunju. Mwamba Peter the Blackman akaendelea kuelezea namna gani alivyo ni mzoefu wa kukunja milima kutokea huku Tanzania, mitaa ya Tabata, lakini pia akasema amekaa kidogo Tukuyu kwa ana uzoefu wa kutembea. Lakini wenzangu na mimi wakina Ray pamoja na wenzake wakawa namsikiliza tu. Kaka ongela jamani, ndio faida ya kukaa vijijini. Mwamba akasema hivi vitu vya kawaida, sisi kule kwetu tunatembea, unaweza kutembea kutokea labda Mbeya pale mpaka Ilinga, kawaida tu yani. Lakini katikati ya maongezi yao ambao walikuwa nayafanya wakati huo, kuna jua lilikuwa linachapa sana. Sasa walikuwa wamejisahau kwamba katika matembezi haya jua na mvua vyote ni vyako. Asa mwamba mmoja alikuwa na matatizo ya kifafa, naye akashiriki mchezo huu, ndio kifafa kikawa kimemwangusha pale, akamaliziwa na risasi. Jamaa safari yake ikawa imeishia pale. Hasa kuna mshikaji mmoja anaitwa Baka. Huyu jamaa alikuwa anafurahi sana watu wanavyozidi kufa, akazidi kuhamasisha wenzake kwa kuambia kwamba jamani, mnatakiwa mufe haraka ili nibakie peke yangu nikachukue ushindi Basi wenzake wakawa wanamsikiliza tu, kwa sababu faida ya huku bana ni kwamba kisasi anakulipia Mungu mwenyewe. Mtu anayejigamba mbele yako akichoka, Mungu anakulipia kisasi. Sasa zikatangazwa kwamba wameshazikata maili 50, yani kilomita 60, ni sawa na kutokea Mwenge Dar es Salaam mpaka Bagamoyo stendi. Mwamba Baka akatembea mbele ya watu wote, yani ndio akawa yuko wa kwanza kabisa kule mbele. Akaendelea kutukana matusi ya kila namna, tukana mpaka matusi ya nguoni, mpaka wazazi wake alikuwa anawatukana. Lakini aliyekuwa anamporomoshea matusi zaidi alikuwa ni ex wake, na kusema kwamba nikizipata hakika utajuta, na tena naahidi kwamba sitaoa mwanamke tena, nitaoa kijana wa kiume, tena kijana mwenyewe ni huyu hapa mbele yangu. Basi yule kijana aliposikia jambo hilo akataka kumpiga Baka bonge la ngumi, lakini kwa bahati mbaya akaanguka chini. Na ile namna ambayo bwana mkubwa alikuwa ameweza kuanguka chini, alikuwa ameangukia katika maeneo ya kichwa. Sasa ile harakati za kuendelea kujisikilizia maumivu, risasi kama imempitia dogo, akatangulia ahela. Mke wa mtu huyo tayari ashatangulia huko, jamaa mbakia mjane huku Mr. Baka. Sasa huyu Mwamba Peter kutokea Tanzania akaanza kumlaumu Baka na kumwambia kwamba wewe kama una mpango wa kuja kuoa mwanaume, si uje kuoa tu mwenyewe bana, sio mpaka utuambie, wewe tulia kimya bana. Lakini kuna mwamba mmoja mwingine akasema kwamba Baka bana hana kosa lolote, anajifanya angalau tuwe na kitu cha kusikiliza. Lakini kitu cha kushukuru ni kwamba hakumgusa huyo kijana mpaka anaanguka. Ni kijana yule alikuwa anataka kumpiga ngumi, afu yeye mwenyewe kijana yule ndo akaanguka vibaya. Wote tunaona hiyo kitu, au sio? Basi bana Baka baada ya kuweza kutewa nguvu akaambiwa kwamba aendelee kupiga story. Sasa asijue kwamba huko kupiga story kuna mpotezea nguvu mingi. Safari ikawa inaendelea. Kutoka safari ilipoanza mishale ya saa 1 asubuhi, sasa ni saa 12 jioni. Mwamba Ray akahisi kana kwamba kiuno kinakatika, na hapa walipo ni umbali wa takriban maili 190, yani ni sawa na kilomita 200. Kibongobongo mfano rahisi ni kama kutokea stendi ya Magufuli Dar es Salaam mpaka Morogoro, jirani kabisa na chuo cha Mzumbe. Hasa kama umezoea kujifungia ndani binti Sayuni, mifano hii itakutoa chaka sana tu. Nitajie kijiji chako ni wapi kilipo ili nikufananishie umbali huo ni sawa na wapi kuelekea wapi. Na ilipofika mishale ya saa 6 usiku wanaitafuta Mikumi kutokea Dar es Salaam, basi moja kwa moja Mwamba Ray jasho likaanza kumtoka mpaka akaanza kuota huko anatembea na muota mamake alipokuwa anamkataza kuingia katika safari hii. Mwamba Peter kutokea Tabata anacheka sana, anamwambia kaka, ushaanza kuota mapema hivi, usilale twende kazi, ndio kwanza hata siku ya kwanza haijaisha ujue. Ray akaanza kujifariji akisema kwamba bado nina nguvu, siwezi kufa kizembe namna hiyo, wala siwezi kukata tamaa kizembe namna hiyo. Akaanza kutembea akawa mbele zaidi kuliko watu wengine wote. Basi Mwamba Peter naona tu jamaa anaigiza tu huyu. Ni usiku sana. Mwisho wa siku akafika katika eneo ambalo kuna kibao kimeandika kuna mtelemko mkali. Basi kutokana na uchovu namna ambavyo walikuwa wakitembea katika mtelemko, wengine wakaanza kuanguka chini. Kuna watu ambao walikuwa wakianguka kwa bahati mbaya tu, wakawa wanawaambia maafande kabisa, nipige risasi, siwezi nikaendelea. Na kama walivyosema wahenga,
Luninga. Safari ya maisha ni milima na mabonde. Baada ya kumaliza mteremko, sasa ikawa nizamu ya kupanda mlima. Mwamba Ray anasema milima hii ni kawaida kabisa, mimi naipanda kwa mbwembwe kabisa, wala usiofu mwanangu pita. Na kukumbusha kwamba tukio lote hili ambalo linaendelea linatazamwa huko nyumbani na kila mmoja analishuhudia live katika Luninga, kwa sababu serikali inaonesha maamuzi yake kwamba yatakuwa ni ya haki kabisa katika mchezo huu. Mapema na alfajiri ilikuwa ni tayari kilomita 300 sawa na maili 290. Basi walikuwa wamefika mitaa kama ya Mikumi kutokea Dar es Salaam. Kuna madogo fulani wamekesha usiku mzima, walikuwa wanafuatilia kipindi hiki. Sasa waliposikia miamba ndo wamekaribia kufika katika mitaa yao, basi wakawa wametoka na baisikeli zao kwenda kushuhudia ni kweli hawa jamaa wanatembea au ni maigizo tu. Madogo hawakuamini macho yao, viumbe hivi hapa vinazidi kuikata mbuga. Aise, mwamba mmoja anayefahamika kama Hanka, huyu jamaa akajikuta ameanza kutembelea magoti, yani jamaa amechoka mpaka ulimi umetoka nje. Lakini sidhani kama mwamba atafanikiwa kuimaliza safari hii, kwa sababu mpaka enga yake ilikuwa imevunjika, yani mpaka dakika hii mwamba ni mlemavu kwa sababu mguu wake umekatika kabisa. Safari ndio kwanza bado mbichi inaendelea. Kumbuka kwamba ni siku ya kwanza ya safari, bado siku 5. Safari unadhani itakuwaje? Ni kusitu kubaki na mimi katika episode ya pili. Na ili kuweza kuipata episode ya pili ni kama kawaida, unatakiwa kwenda hapo chini katika ukurasa wa kusubscribe, gusa alama ya kusubscribe, utaona kuna channel mbili zimeweza kujitokeza, gusa katika channel zote alama ya kusubscribe. Baada ya hapo utakwenda kuipata tamthilia hii. Bila hivyo itakuwa ni ngumu sana kwako kuipata sehemu ya pili.